katika hili Bwana asikupite. Kwa jina la Yesu tumeomba. Mungu asante kwa sababu tunakuja tena mbele zako kwa ajili ya mkate wa uzima. Tunakuja mbele zako kwa ajili ya chakula cha roho zetu na nafsi zetu. Tunakuja mbele zako katika meza ambayo umesema Yesu uliwakaribisha wanafunzi. Ukasema njoeni mnywe, njoeni mle. Na waimbaji wanao wimbo mzuri ambao tunaupenda kuusikia tunaposhiriki meza ya Bwana, wanaposema Bwana Yesu aliandaa meza na akasema njoeni mle, njoeni mnywe. Mungu, tumekuja siku hii ya leo kula na kunywa. Na kwa sababu Bwana tunaomba tule kilicho bora, tunywe kilicho bora, na tupate afya njema za kiroho ambazo zitatufanya kuwa majianti, zitatufanya kuwa majitu mbele za ibilisi na wajumbe wake, mbele za shetani na wajumbe wake, mbele za dunia na wajumbe wake. Na Bwana tunaomba kupitia jina la thamani la Yesu Kristo, kadiri unavyozidi kutufundisha ndivyo ambavyo ufahamu wetu ukaongezeke, uelewa wetu ukaongezeke, na ukatujaze roho ya uelewa, roho ya ufahamu, roho ya Kristo ikae ndani yetu kwa jina la Yesu. Sema neno mchana wa leo na kanisa lako tunasikia. Sema neno siku ya leo na watu wako tunasikia. Sema nasi Bwana, tuko tayari kupokea kilicho bora kutoka kwako. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Mwili wa Kristo sema amina tena. Amen. Naomba pale ulipo ukae. Nataka nizungumze ujumbe unaosema anguko lako sio mwisho wako. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Nasema anguko lako sio mwisho wako. Neno kuanguka sio geni. Hata watu wazima huwa wanaanguka. Hujawahi kuona mtu mzima amejikwaa akaanguka? Hujawahi kuona mtu ambaye hakujikwaa lakini unamkuta yuko chini? Neno kuanguka sio geni. Sio kitu ambacho hatukijui. Lakini nataka nizungumze leo katika engo fulani maalum. Kuna watu wameanguka kibiashara. Yaani biashara zimeanguka kabisa. Hususan kwa sababu ya corona wakati ule. Kuna watu wameanguka kifedha. Na unaweza kuta sababu ni kwamba alipoteza kazi. Lakini kuna anguko baya zaidi ambalo pia tutalizungumza kwa kina. Kuna watu wameanguka kiroho. Wameanguka kabisa kiroho. Na kwa taarifa yako, hakuna anguko lolote unaweza kusema ili anguko zuri. Maana kuna watu wanaanguka hapa nasema, na mkumbuka mpuuzi mmoja tulikuwa naye hapa kanisani. Na sikuwa najua kama yule mtu alikuwa mbaya sana kiasi hicho. Na wasi wale watu wote ambao wana mioyo mibaya, ya kwamba waachane na mioyo hiyo kwa sababu ipo siku tutasikia tu habari zao. Nilimsikia mpuuzi mmoja akiwa anamwambia mtu fulani. Anamwambia unajua mtu fulani ameanguka kwenye dhambi. Lakini unajua sasa, bora angeanguka mahali panapoeleweka, lakini kaanguka na mdada mbaya. Tofauti yake nyingi kuanguka na dada mzuri au dada mbaya, kaka mzuri au kaka mbaya. Unafikiri mbele za Mungu na kipimo cha dhambi cha mzuri na mbaya? Dhambi tu. Uovu tu. Absalom, Biblia inasema aliyawahi kutokea mwanamume katika dunia wakati ule wa Daudi aliyekuwa mzuri kama Absalom. Na pengine mpaka leo, kwa sababu mpaka sasa hatujapata sifa. Mimi naangaliaga wanawake wenye sura nzuri, watu wanawaweka duniani. Wanaume wenye sura nzuri wanawaweka duniani. Wanawake wa viongozi wenye sura nzuri wanawaweka. Wanaume wa viongozi wenye sura nzuri wanawaweka. Lakini nikisoma wanazungumzia sura. Biblia inasema Absalom alikuwa mzuri kuanzia utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu. Alikuwa mzuri nywele zake. Alikuwa mzuri kope zake, sio za kuazima. Alikuwa mzuri ngozi yake, sio ya mkorogo. Alikuwa mzuri kifua chake, tumbo lake, vidole vyake, kucha zake, miguu yake, misuli yake. Maandiko yanasema hapa kutokea mtu mzuri alikuwa kama Absalom. Daudi anatajwa baba wa Absalom, alikuwa mzuri lakini wa uso. Maana unaweza kuwa na sura nzuri lakini miguu imekaa kidogo vibaya. Unaweza kuwa na sura nzuri lakini kafiga akijakaa vizuri.
lakini kasura kazuri tu. Na kuna watu wana sura za kawaida lakini kafinya kamekaa vizuri. Umeelewa? Umeelewa? Kuna watu macho yao kiangalia tu romantic, yanakuita juu. Na hana pepo wa mahaba. Kuna watu ukiangalia midomo yao utafikiri imewekwa ile kopa ile makopa yale. Umeelewa? Lakini hawana sura ya kopa. Lakini pamoja na Absalom na uzuri wake wote, alipofanya dhambi za uasi, akajikuta ananasa kwenye tawi moja jikani, ananasa kwenye tawi moja msituni, na akajikuta ananing'inia kati ya tawi na ardhi. Nyumbu akapita chini, na akaja mtu anaitwa Yoabu, akamtazama akasema, wewe ndio unatabisha taifa la Israeli. Yoabu akusema kwamba mimi ni mjomba wa Daudi, na huyu ni ndugu yangu amezaliwa na mjomba ambaye ni Daudi, kwa hiyo sina haja ya kumdhuru. Yeye anasema Yoabu akampiga vyembe kwenye kifua, Absalom akadondoka chini akafa. Anguko ni anguko tu. Iwe na mwanamke mzuri au mbaya, iwe na mwanamume mzuri au mbaya, iwe na mwanamume tajiri au maskini, vyovyote. Dada, tunaona umezaa kabla hujaolewa. Umezaa na nani? Nimezaa. Umezaa na nani? Nimezaa na yule ombaomba. Yaani umechemsha. Tukasema kazaa na ombaomba. Dada, umezaa na nani? Nimezaa na mtoto wa tajiri fulani, yule namba 1 Tanzania ndo nimezaa. Hapo dada umelenga. Mbele za Mungu hakuna kulenga wala kutokulenga. Umekosea. Ndio maana katika Waebrania anasema ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Yaani mikono ya Mungu inakuacha alafu inakupotezea. Waebrania 10:31 Biblia inasema hivi. Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Hii sauti bado siikubali. Inanifanya nitumie nguvu nyingi kuliko ambavyo hakuna maana kunoipaza sauti alafu tunawekeana sauti za ajabu. Labda kama speaker ziangalie. Tuna speaker tukifungua hapo maisara zinafika. Kwa hiyo tusileteane uvivu. Katika Ibrania sura ya 10 mstari 31 anasema 10:31 anasema ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Ni jambo la kutisha. Ni jambo la kutisha. Terrible things. Ni jambo la hatari mno kwa mtu ambaye amempa Yesu maisha yake, ameyafunga maisha yake kwa Yesu, alafu anaanguka kwenye dhambi. Anapoteza vipawa vya Roho, anapoteza kibali cha Mungu, anapoteza upendeleo wa Mungu, anapoteza bubujiko wa Roho Mtakatifu, anampoteza Roho Mtakatifu, anatoka na kabali naye. Na kwa sababu watu inawatokea, na kwa sababu watu wanaanguka, ndio maana nimekuja na ujumbe huu. Ujumbe ambao nataka nizungumze unasema anguko langu sio mwisho wangu. Nataka nitangaze kwa wazi mno, kama umewahi kuanguka dhambini, au umewahi kuanguka kibiashara, au umeanguka kifedha, au umeanguka katika anguko lolote, nataka niseme huo sio mwisho wako. Nataka niseme huo sio mwisho wako. Kama utamaanisha, utainuka. Na utakapoinuka, Mungu atakuinua na nguvu mpya. Mungu atakuinua na maarifa mapya. Mungu atakuinua na maono mapya. Mungu atakuinua na hekima mpya. Mungu atakuinua na kibali kipya. Sema amina. Nasema sema amina. Napenda nisome na wewe kwenye kitabu cha mtu mmoja katika Biblia, anaitwa Mika. Napenda nisome na wewe katika Mika sura ya 7 na mstari wa 8. Kitabu cha Mika sura ya 7 mstari wa 8. Unapita
vitabu vingi, Daniel, Hosea, Amos, unakwenda huko Yona, ndio unaendana na Mika. Mika sura ya 7 mstari wa 8, Biblia inasema hivi. Mika 7:8, usifurahi juu yangu. Sikiliza mtu wa Mungu. Kuna watu wanafurahia uanguke. Kuna watu wanafurahia upate hasara. Kuna watu wanafurahia ushindwe maisha. Nataka nitangaze, hautashindwa maisha kwa jina la Yesu. Maadamu Yesu tunamzungumza habari zake unamwamini. Maadamu Mungu huyu anaishi mbinguni, ambaye Daniel alikwenda kwa ujasiri mbele ya mfalme Nebukadreza akamwambia, mfalme Nebukadreza, yuko Mungu wa mbinguni. Huyu Mungu tunazungumza habari zake, ambaye unamwamini, hata acha ugalegale kwenye matope kwa jina la Yesu. Nasema hata acha ugalegale kwenye umasikini kwa jina la Yesu. Hata kuacha katika unyonge. Anasema usifurahi, kwa sababu kuna watu wanafurahia maanguko yako. Wanakunyoshia vidole, wanakusema vibaya, na wewe kwa sababu una react. Nisikilize, ikitokea umeanguka, usijisikie vibaya kunyoshewa vidole, ndio binadamu. Daudi alipoanguka na kuambiwa na Nathan, Daudi hakumlaumu Nathan na kumwambia Nathan, unajua unanyoshia vidole na nini na nini. Daudi alikubali, lakini Daudi hakubaki katika anguko. Sema amina. Amen. Nasema Daudi hakubaki katika anguko. Amen. Ukianza kuargue na watu, ukianza kusema mimi sio mbaya sana, sisi nimeanguka mara moja, mimi sio maskini sana, nipata hasara mara moja, ukianza kuargue unapoteza muda wa kutengeneza. Unapoteza muda wa kukaa magotini. Acha kuargue, acha kujadili. Wewe inuka. Nasema inuka. Amen. Nasema inuka. Amen. Nasema inuka. Amen. Acha kujadili. Wale hawajanisalimia huenda kwa sababu ya dhambi yangu. Yule hajaniona huenda kwa sababu ya kosa langu. Huyu ananibeza kwa sababu ya umaskini wangu. Huyu sijui anitazami vizuri. Acha kuargue. Hivyo ndio jinsi ya kumshinda ibilisi. Amen. Daudi hakwenda kufanya argument pamoja na Nathan, pamoja na Gadi nabii, pamoja na watu wengine, kwamba mnajua sasa pamoja na yote mimi nilikuwa mtu mwema zamani, imetokea bahati mbaya na mke wa Uria. Hakutumia muda huo. Biblia inasema alichokifanya Daudi, alikaa magotini. Maandiko yanasema alimlilia Bwana, alimwomba Bwana, alifunga, alimtafuta Bwana kwa bidii sana. Ukizisoma zile Zaburi, anamwambia Bwana, usikumbuke makosa yangu ya ujanani. Bwana, usikumbuke dhambi yangu. Anasema na nyinyi wanadamu, niambieni kosa langu. Wapi nilipokosea, ambapo nimekosea nikajikuta nimeanguka, niambieni. Wachungaji niambieni, wainjilisti niambieni, ili kwamba nizidi kuwa makini. Unapoficha utaambiwa wapi ulikosea. Kwa sababu wakati mwingine ulikosea eneo dogo ambalo mchungaji angejua, angekuonya, angekuelekeza, ungekaa sawa. Anasema usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo, ikitokea nimeanguka, ikitokea nimeanguka kwa bahati mbaya, sio kwa kuiendea dhambi, kwa bahati mbaya, niangukapo nitasimama tena. Sema amina. Amen. Mwambie jirani yako, niangalie vizuri, usichukulie poa. Niangukapo nitasimama tena, niwapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kama nipo katika giza, nipo katika nidhamu, nipo mahali ambapo sikuzoea kuwepo, huko gizani Bwana atakuwa nuru katika maisha yangu. Wakati nyinyi mnaendelea kuhukumu, mimi Bwana ananiangazia. Wakati nyinyi mnaendelea kuhukumu, Bwana ananijaza roho kwa upya. Wakati nyinyi mnaendelea kuhukumu, Bwana anasema nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anaopendeza moyo wangu. Wakati nyinyi mnaendelea kuhukumu, anasema na Daudi alipomaliza kulitumikia shauri la Bwana, Bwana aliifuta dhambi yake na mke wa Uria. Ndio maana katika Matendo ya Mitume anasema na Daudi akisha kulitumikia shauri la Bwana akalala na babaze, asingetajwa kwenye Agano Jipya kama angeendelea kuwa mwovu. Shida ya watu wengi,
watenda dhambi wa leo, waangukaji wa leo hawataki kuinuka. Hiyo ndio shida yao. Hawainuki kwa kasi na kusema nitajibidisha, na kusema nitaomba, na kusema niko tayari kwa gharama yoyote. Unakuta wakiwekwa chini ya nidhamu ndio wanavuta miguu nyuma kabisa. Utamwona Jumapili katikati ya wiki umuone, utakaa sana hapo chini. Utakaa sana hapo chini. Anasema usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Sema amina. Amen. Mwambie jirani yako, mimi ni mtu wa tofauti. Na sio lazima anguko liwe la uasherati. Nisikilize, unaweza kuanguka hata kihuduma. Mimi nishaona baadhi ya wachungaji makanisa yanakuwa alafu unakuja kusikia kanisa, nusu ya kanisa watu hawapo, huduma imeporomoka. Sasa shida ya binadamu huwa anachoka. Anasema unajua nilishaomba sana, nilishafunga sana, sio nilishafanya nini sana. Kwa hiyo nakumbuka binti mmoja akanipigia simu siku moja akasema, baba nimepata maono, kanisa halina watu kabisa. Niambia sio kanisa linaongoza mie. Sema amina. Amen. Uje vizuri na maono yako. Nikamwambia Mungu anazungumzia wewe jinsi utakapokosa watu kwenye maisha yako. Sio mimi. Kwa sababu ninajua kwamba hata niporomoke nitainuka na litaongezeka. Amen. Kwa sababu nguvu yangu ina sehemu, bidii yangu ina sehemu, kumaanisha kwangu kuna sehemu, kujitoa kwangu kuna sehemu. Kama nitatumia muda mwingi kukaa hapa Zanzibar na familia yangu iko kule Morogoro, kwa nini Mungu asiunge mkono hiyo huduma? Kwa nini Mungu asiunge mkono? Lakini kama nitazembea na nakaa Morogoro miezi na miezi, huduma itaporomoka kweli? Sio kama sijui. Ninapouliza maswali na watega kujua, najua kwamba uwepo wangu hapa ni muhimu mno. Najua hiyo. Asije kudanganya mtu. Ndio maana najua kubalance. Wiki 3 Zanzibar moja. Unafikiri naweza nikapoteza Jumapili 2? Tuliwahi kutumia Jumapili karibuni 6 au kama 5. Kipindi kile tulikuwa tunapitia kwenye majaribu. Lakini sasa hivi tufanye mzao huu. Tunachofanya tunapisi Jumapili 1. Lakini Jumapili 3, 4 tuko hapa. Kwa sababu tunajua tukilemaa tu adui anaiporomosha huduma. Maana kuna watu hapa ni washirika wangu wala sio wa Yesu. Mweze jirani yako, wewe mshirika wa Yesu au mchungaji? Sasa wengi nilionao hapa, hata wewe unajiona wa Yesu, wewe ni mshirika wangu. Ndio maana nisipokuwepo ujisikii vizuri kuwa hapa. Japo Yesu yupo. Ndio maana Paulo mtume anasema, ninyi ni wafasi wetu na wa Bwana. Uongo bila maunda. Unajisikiaje nikiwa hapa? Unajisikia ibada nzuri? Nisipokuwepo kama unasononeka. Hata ukipewa ubiri wewe, unajisi wakati mwingine hata usiposema amina ni kama wamekukataa. Kumbe hawajakukataa. Mawazo yao yapo kwa baba, atarudi lini? Mawazo hayo. Nisikilize. Shetani asije kukwambia hapo ulipofika basi, hamna mtaji basi, hamna kazi basi. Mimi nataka nikwambie sio basi. Nisikilize, sio basi. Wewe lazima uinuke kwa jina la Yesu. Kama biashara lazima uinuke. Kama kikazi lazima uinuke. Kama kifedha lazima uinuke. Kama katika ndoa lazima uinuke. Hata kama ulikuwa na madeni mpaka kwenye kisongo, utainuka. Amen. Nasema utainuka. Amen. Nasema kuna mtu anainuka hapa kwa jina la Yesu. Nasema kuna mtu anainuka hapa kwa jina la Yesu. Kati ya kundi kuna mtu anainuka kwa jina la Yesu. Walimuona mbaya, sasa anainuka kivingine. Walimuona hafai, sasa anainuka kivingine. Kuna mtu anakwenda kuinuka juu katika jina la Yesu Kristo. Shetani asikuhubirie, mapepo yasikuhubirie, na ukwambia hiki kile, unakwenda kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Nasoma Mithali 24. Nasoma Mithali 24 na mstari wa 16. Ikimpendeza Bwana mwaka wa 17. Mithali 24 mstari wa 16 hadi wa 17. Biblia inasema, kwa maana mwenye haki huanguka. Inatokea wanaanguka kwenye zaka, wanajikuta miezi 3, 4, 5 hawajatoa zaka. Hilo ni anguko. Alafu maisha yanabanwa, maisha tight. Leo utainuka kwa jina la Yesu.
Nasema kuanzia mwezi huu unakwenda kuuishwa kwenye zaka kwa jina la Yesu. Kuanzia mwezi huu unakwenda kuuishwa kwenye maombi kwa jina la Yesu. Kuanzia mwezi huu unakwenda kuuishwa katika roho, utaomba vizuri kwa jina la Yesu. Kuanzia mwezi huu unakwenda kuuishwa kwenye ibada kwa jina la Yesu. Wakati wengine nguvu zimewaisha, kwa sababu tunaelekea mwisho wa mwaka, wewe nguvu inakuja mpya kwa jina la Yesu Kristo. Nasema nguvu inakuja mpya. Amen. Unakwenda kuuishwa. Nasema unakwenda kuuishwa. Anasema mwenye haki anaweza kuanguka, na sio mara moja. Anaweza kuanguka mara 2, anaweza kuanguka mara 3, anaweza kuanguka mara 4, anaweza kuanguka mara 5, anaweza kuanguka mara 6, anaweza kuanguka mara 7. Ile ya 8 ndio umepotea moja kwa moja. Mwambie yako usianguke mpaka mara 8. Mwisho unabii mara 7. Hasa unasema mtume mimi naanguka mara 3. Nazisubiri 4. Unakwenda na maji. Nasema unakwenda na maji. Unasubiri 4. Bwana anakukamatia huko. Ulikuwa unasubiri 4. Jana mwi hapa. Usisubiri. Umeanguka mara 3, inuka. Umeanguka mara 1, inuka. Nasema inuka. Nasema inuka. Nasema inuka kwa jina la Yesu. Je, kuna mtu anainuka? Nauliza, kuna mtu anainuka? Nataka kina mama wainuke kwenye maombi, mabinti wainuke kwenye maombi, vijana wainuke kwenye maombi, wasema kanisa wainuke kwenye maombi. Nataka watu waanze kuinuka upya, waanze kuchangamka kama nguvu waliokuwa nayo siku za kale kwa jina la Yesu Kristo. Katika mstari wa 16, kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena. Sema amina. Amen. Sema amina. Bali wasio haki ukwazwa na mabaya. Wakipatwa na mabaya ya kibiashara, wasio haki wanakwazika, wanasema hivi, Mungu kweli yupo? Nataka kwambie Mungu yupo. Wewe hata kama unapatwa na mabaya haifanyi Mungu asiwepo. Hata kama unalala njaa haifanyi Mungu asiwepo. Hata kama unapita kwenye shida gani, Mungu yupo. Amen. Sema amina. Amen. Mstari wa 17 anasema hivi, usifurahi adui yangu. Haya maandiko yanajirudia huko na kule sawa sawa. Usifurahi adui yako afanyapo hivi, angukapo. Wala moyo wako usishangilie aji kwa hapo. Mwambie jirani yako, nitakuwa mwangalifu. Mwambie mwingine, nitakuwa mwangalifu. Na hiyo kuna watu, kuna wakati wanakuja hapa wanashuhudia. Wanasema mchungaji, unajua yule mchawi jinsi ambavyo Bwana alivyompiga. Huwa hizo shuhuda hizo mnajua nazizuiaga hapa kanisani. Hizo kama zipo njoo tuongee sisi wenyewe kule ofisini. Sio hadharani tena hapa. Yule mchawi, mchungaji Bwana akampiga kafa. Unafikiria habari njema hiyo? Tunaweka shuhuda hizo nazizuiaga. Ile hapo makanisa yanaona sifa. Kuua mwenzio ni sifa. Hizo tuongee kutoka ofisini. Bwana akampiga. Bwana akamkuta. Hayupo tena. Kwa siri. Lakini ukija hapa unaambia, jamani nashukuru Mungu kwa ajili ya ushindi. Nilikuwa nasumbuliwa na nguvu za kichawi. Sasa hivi niko huru. Wale wachawi wote wamehama, hawapo tena. Kumbe wamehamia makaburini. Usije hapa na shuhuda ambazo zinaonekana sisi wauaji. Nakumbuka shuhuda kama nimezizima nyingi hapa. Hata mimi nazo hizo. Za watu kutujaribu kwa kwenda wao na mali. Nazo nyingi. Lakini sio za kusema ovyo. Maana usifurahi hiyo adui. Maana Bwana angemweka wanda angeokolewa. Tutanikuonyesha kwa haraka kabla hatujaomba sababu za maanguko katika maisha. Sababu za maanguko katika maisha. Kwa nini kuna mambo yanayosababisha maanguko ya kibiashara, maanguko ya kikazi? Sababu zake ni nini hasa? Tunakwenda kuangalia kwa haraka sababu za maanguko katika maisha. Tunaangalia Mithali ile sura ya 10 mstari wa 8. Mithali 10 mstari wa 8. Biblia inasema, aliye na akili moyoni mwake atapokea agizo, bali mpumbavu mwenye maneno mengi anafanya nini? Anafanya nini? Ataanguka. Maneno mengi yanawapeleka watu kwenye maanguko. Kujifanya na maneno mengi kwa wasichana sio nini, unajiingiza kwenye maanguko. Kujifanya ati wewe ukikutana na wafulana, mambo bwana sikuoni, umenitupa sana, si uko wapi? Hata cha kuzungumza unajishaua tu. Utakwenda na maji. Kwa sababu midume mingine haina story. Kizungumza naye maneno matatu maana sasa huyu jamaa huyu ndio kashajijaza huyu. Yeye mawazo yake. Na sisi tulikuwa kama ukajaa huyu. Basi unavutwa. Ukija kusuka mambo yameharibika. Maneno mengi yanasababisha maanguko. Katika Mithali sura ya 11 mstari wa 28, 11:28 Mithali. Azitegemeaye mali zake ataanguka, mwenye haki atastawi kama jani. Biblia inasema usitegemee akili zako, usitegemee mali.
Kuna watu wanakuwa na ujasiri kwa sababu wana hela. Kuna watu wanakuwa na ujasiri kwa sababu upo kazini. Nisikilize nyinyi wapendwa. Hata kama upo kazini, imani yako weka kwa Mungu. Usiwe na ujasiri kwa sababu una kazi. Usijifanye mtu wa uhakika kwa sababu una kazi, kwa sababu unaweza ukanyang'anywa. Anasema azitegemeaye mali zake atafanya nini? Ataanguka. Ndio maana unasikia baadhi ya matajiri wakifilisika tu, hawana muda mrefu nao wanakufa. Kwa sababu mioyo yao ipo kwenye mali zao. Mioyo yao ipo kwenye kazi zao. Nisikilize, tunachokifanya hata hapa kanisani ni kujitahidi kumtegemea Mungu, sio watu. Umeelewa? Na ndio maana hatupati shida. Huyu katoa, hajatoa, hatupati shida. Unajua kuna wakati fulani hao wanakuwa nacho watatoa, kuna wakati fulani wanakuwa hawana. Hivyo tunafahamu hivyo. Ndio maana hatupati shida ya kuanza kuwasakama, wewe mbona utoi? Wewe hatupati hiyo shida. Kwa sababu anapaswa kutegemewa ni Mungu. Kuna wakati ambapo unatangaza michango, huyo mtu anapita kwenye kipindi kigumu, hata hela ya kula hana, atatoaje? Atatoaje? Lakini wakati ukimtegemea Mungu, kuna mtu ambaye Mungu amembariki kwa analeta hela. Unapaswa kumtegemea Mungu. Anasema azitegemeaye mali zake ataanguka. Lakini pia kujiamini kupita kawaida. Watu wamekuwa na tabia za kujiamini kupita kawaida. Inaweza kupeleka kwenye anguko la kiroho, anguko la kibiashara. Unajua mimi na bosi wangu damu. Unamuita bosi wako damu. Yule ni bosi wako. Lini imekuwa damu? Sasa yote inaweza kugeuka. Usijiaminishe hivyo. Omba kibali tu kwa Mungu. Na kuna watu wa namna hiyo. Sasa siku bosi akimgeuka, atakuwa bosi amelogwa. Wewe ulijiaminisha kupita kawaida. Bosi mpe nafasi yake, na wewe kama kwenye nafasi yako. Hata kama anakupenda kupindukia, unaijua mwenyewe kwenye moyo. Lakini sio kujisifu, unakwenda kwa watu. Unafikiri bosi anaweza kunifukuza kazi? Yeye mtafukuzwa, sio mimi. Wanaenda kumwambia bosi, jamaa anasema amekuweka hapa. Na hala hujasema hivyo. Kwa sababu unapoka kwako. Usifanye hivyo. Katika Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 11 na 12. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 11 na 12. Wakorintho wa kwanza, samahani tafadhali. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 sio wa pili. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 11 na 12. Basi mambo haya yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano. Yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama, anayejidhania kuwa amepata, anayejidhania kuwa anajua, anayejidhania kuwa yuko juu, aangalie asianguke. Mwambie yako angalia. Angalia sana. Si unakuwa mtu kulaumu tu. Yanasema ajidhaniaye amesimama, ajidhaniaye kwamba anajua, ajidhaniaye kwamba amepata, ajidhaniaye kwamba ni tajiri, ajidhaniaye kwamba mimi sasa. Unajua kuna watu biashara, kuna kipindi na kukubali mpaka unafikia kipindi mawazo anakuja anasema kwa mtaji huu mimi siwezi kufilisika. Kabisa. Kuna kipindi maisha na kukubali mpaka unaweza ukaropoka ukasema kwa viwango hivi siwezi kufilisika. Ngine anakwambia hivi, unaweza ukafilisika kwa siku moja tu. Anasema ajidhaniaye kwamba amesimama na angalie asije akaanguka. Maombi yangu ya kwamba hautaanguka. Nasema maombi yangu hautaanguka. Tunaangalia sababu za maanguko katika maisha. Na uangalie ziko sababu nyingi, tunaangalia chache. Lakini hizi chache zikusaidie kuwa na hekima kwenye maisha ili usiingie kwenye maanguko kwa jina la Yesu. Nasema hautaingia kwenye maanguko kabisa. Bwana atakulinda dhidi ya kila neno baya. Yesu atakuhifadhi, Yesu atakupigania na hautaingia katika maanguko kwa jina la Yesu Kristo. Kama vile Bwana Yesu alivyolindwa wakati wote mpaka anakwenda mbinguni, wewe pia utalindwa katika jina la Yesu. Nasoma kitabu cha Mithali sura ya 28 mstari wa 10 hadi 18. Mithali 28:10 hadi 18. Kila mtu awapotezaye wenye haki katika njia mbaya ataanguka katika rima lake mwenyewe. Kuna watu ambao wanafanya makusudi kuwapotosha watu. Nilisikia mtu mmoja mbaya sana. Nisikilize vizuri hapa kanisani. Asije kukujia mtu akakwambia hivi, naomba tufanye hivi, tufanye hivi. Alafu namwambia hii ni dhambi. Anamwambia hata mchungaji huwa anafanya. Naambia kweli. Wako watu wabaya wa kiasi hicho.
Na nimepata shuhuda za watu kama mbili, taarifa za watu kama mbili, wanakwenda kuwatongoza wadada walioko kanisani hapa. Wanaambia, dada, mimi nakupenda, nitakuoa. Na wamefanya kwa zaidi ya mmoja hapa kanisani. Kwa zaidi ya mmoja. Mimi nitakuoa, mimi nitakupenda, mimi naogopa mchungaji, naomba sana. Wewe mchungaji unaogopa? Sisi mchungaji tuko karibu naye, ndio mambo yake haya. Ndio mambo yake. Watu wananenea vibaya ili kuweza kuwanasa ama mabinti wadogo. Hamna mshirika yoyote hapa kanisani mbele za Mungu na mbele za wanadamu anaweza kusema nimewahi kumkosea, kwa kumvunjia adabu, kwa kumtongoza, kwa kumshika, kwa kumteza nguvu. Haijawahi kutokea na haitatokea. Nasema haitatokea. Nasema haitatokea. Bwana ametusaidia. Bwana ametupa neema. Mtu asikupotoshe. Mtu asikupotoshe. Wanajaribu kutumia kigezo cha mchungaji tu wako karibu naye. Huwa anafanya mambo haya. Wapi? Na nani mlete hapa? Shetani anajua jinsi ya kuwanasa watu katika ujinga. Sasa usikubali. Na hapa anasema mtu awakoseshaye wenye haki ataangamia kwenye rima lake mwenyewe. Na ndio maombi yangu, wote waliofanya hivyo watakiona cha mtema kuni. Nasema watakiona cha mtema kuni. Hii sio mzaha. Nilimaanisha kwenye hayo maombi watajikuta wanaoza kabla hawajafa. Wataoza miili yao, na hizo sehemu zao za siri zitaoza kabla hawajaingia kaburini. Kabla hawajafa watahangaika sana hospitali, na watapona mpaka uli hapa madhabahu. Kwa sababu wanawadanganya watu wadogo, wanawadanganya mabinti wadogo, wanawadanganya kina dada wasio na hatia. Na wao kwa sababu wanafikiri ni kweli na akili zimetekwa nyara, wanajikuta wanaingia kwenye matatizo makubwa. Lakini Biblia inasema wanaowadanganya wenye haki wataingia kwenye rima lao wenyewe. Ndio Biblia inasema mstari wa 18 sura ya 28, mstari wa 18 sura ya 28. Biblia inasema aendaye kwa unyofu ataokolewa, bali mkaidi kwa njia zake ataanguka mara. Mwambie jirani yako, achana na mambo ya ukaidi. Achana na tabia za ukaidi. Kuna watu wanapenda ukaidi. Biblia inasema wakaidi wataanguka mara. Nimejaribu kuorodhesha mambo machache yanayosababisha maanguko. Pia sijasoma andiko la katika Hesabu. Ugumu wa maisha pia unasababisha maanguko. Watu ambao wanapitia maisha magumu wanaingia kwenye maanguko. Katika Hesabu sura ya 21 mstari wa 4. Hesabu 21:4. Wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakafa moyo kwa sababu ya maisha. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ugumu wa maisha. Nimejaribu kuorodhesha mambo machache. Maanguko mengi huwapata watu kwa sababu ya kwanza, maneno mengi. Kujifanya wewe uko charming, unaongea na mtu yeyote wakati una jinsia pengine ya kike ya kiume, unajichanganya ovyo, inaweza kuleta maanguko. Tabia ya ukaidi inaleta anguko. Tabia ya kukosa usikivu inaleta anguko. Maisha magumu inaleta anguko. Kujiamini kupita kiasi kunaleta anguko. Kutokuomba kunaleta anguko. Kutokusoma Biblia kunaleta maanguko. Kutokuwa mwaminifu katika sadaka zako, zaka na dhabihu na shukrani kunaleta maanguko. Kutokushirikiana na wataua, yani ufanye urafiki na wataua, unafanya urafiki na watu waovu. Yani marafiki zako ni madada wa vijiweni, makaka wa vijiweni, kunaleta maanguko. Kujiungamanisha na watu wa mataifa kwa muda mrefu, sio kwa sababu unafanya nao kazi, lakini hata kwenye mapumziko hao ndio mnapeana michapo, unaleta anguko. Kupokea picha zisizo nzuri kwenye simu yako na uwakemei watu wanakuletea. Watu wanakutumia video mbaya, wanakutumia video za matusi, mapicha ya ex. Wewe hata uambii kwamba sitaki, wewe unafurahia, kunaleta maanguko. Lakini pia kuangalia wewe mwenyewe mapicha mabaya kwenye YouTube au Instagram, kutazama picha za uchi, pornographic pictures, zinasababisha watu kuingia kwenye maanguko ya zinaa na kadhalika. Sasa kuna mambo mengi nimeorodhesha ambayo yanasababisha maanguko kwa watu wengi, kwa wafanyabiashara. Kutokujua anachokiingiza, anachokitumia na anachokiweka inaita maanguko. Nyinyi wafanyabiashara lazima mjue mnaingiza nini, mnatumia nini, mnaweka nini. Hata kama kidogo lazima hiyo. Wafanyabiashara wanaanguka kwa kupoteza wafanyakazi wazuri.
nisikilizeni, ukijua kufanya kazi mzuri, mpe nafasi zaidi. Muongezee mshahara hata kwa siri. Na kama muongezee mshahara, make sure unampa vibonus kwamba mshahara wako laki, lakini imefika mwisho wa mwezi biashara nzuri, mpe 30 ya ziada. Wako baadhi ya watu wameanguka kwenye biashara kwa sababu wale ambao wanazungumza vizuri biashara yao wamewapoteza, wamechukua na watu wengine, biashara inaanguka. Kwa wafanyakazi wanapata maanguko kwa sababu ya kujiaminisha kwa mabosi zao, na kuona kama mabosi ni kama baba zao, ni kama mama zao, na hasa wakiwa wameokoka kwamba hanifanyi chochote. Unaweza kuingia kwenye anguko la kikazi. Kufika kazini kwa muda anaotaka. Yaani umeajiriwa unataka kufika kazini saa 1 kwa sababu ushapazoea. Wewe kila siku, leo nimeenda kumwona mgonjwa, leo sisi nimekwenda kwa kaka. Wewe kila siku udhuru, nisikilize. Utafukuzwa kazi siku moja tu. Kila siku unachelewa. Kwa nini unachelewa? Kila siku gari inapita ya kuchukua wafanyakazi wewe inakuacha tu. Wewe kila siku unahangaika na madaladala, baada ya kufika kazini saa 1 kama wenzako, wewe unafika saa 3. Ipo siku utafutwa kazi. Yako maanguko mengi ya wafanyakazi kudokoa vitu vidogo vidogo kazini. Maana leo kaiba yai, kesho kaiba sambusa. Ajui kama kuna makamera, anakula tu masambusa ambayo hajaruhusiwa. Anakula tu, mdomo umepanuka hivi, kamera inamchukua. Siku moja anauliza wewe unakulaga masambusa sasa, hata sisijui. Linaletwa picha mashavu yamekuwa makubwa kwa masambusa. Udokozi. Kuna watu wengine wana hekima, wanaviweka vitu mbalimbali. Wewe unafikia kabisa hao, kumbe kaviweka kwa kutega. Unasafisha nyumba yake, anaangusha hela ndani. Alafu akwambia nimeangusha hela. Alafu kumbe anakutega. Mara ukifika saa neema Mungu imenifikia. Alafu siku ya pili atatu akuuliza, hivi siku fulani ulikuwa unafanya usafi kule chumbani, ulikuwa unafanya usafi, ulikuta nini? Nikuta nini? Ni uchafu tu ulikuwa umezidi punguni na kulikuwa na mijusi mingi. Ni mijusi ni ngombe mekundu au ya rangi gani? Kumbe hizi tupa nyekundu kadhaa. Kwa nini kuna mijusi mekundu? Naambia ndio kulikuwa na mijusi mekundu ulikuwa ndani. Anakutega tena, unaingia kwenye mtego. Mwisho wa siku unakuja anakuambia kazi basi. Bosi anasikiliza, wale mijusi mekundu ulikuwa unaokota wale mijusi unaenda kutupa. Nilikuwa naweka mimi. Bosi ni mijusi kwa naitupa ndio zile hela. Bosi, mikati kwenye mshahara sasa imetoka hiyo. Kuna sababu nyingi za maanguko kwa kukosa tu hekima. Kwa kukosa uaminifu kwenye kazi, kwenye biashara na kanisani. Acha niishie hapo, nije dondoo ya pili kutajia kwa haraka. Jambo la pili, akili ya kuinuka kutoka katika maanguko. Akili ya kuinuka. Unajua kuna watu wakianguka wanadua muda mrefu. Yaani kajikwaa hivi. Unafahamu sisi wazazi tunafahamu. Mtoto akianguka tunavomkimbilia kumnyakua. Unafahamu kile kitu ni Mungu ameweka nature. Kwa nini tunataka kwenda kumnyakua mtoto kwa haraka tumnyanyue? Ni kwa sababu akiendelea kukaa pale chini ndio atajihisi ameanguka. Lakini ukimnyanyua haraka ukamweka begani, ile mawazo ya kuamka anaanza kufanya nini? Kupotea. Analia tu kidogo ameacha. Na hivyo hivyo katikati ya utu uzima. Unapaswa kuwa na akili ya kunyanyuka haraka sana baada ya anguko lolote. Liwe la kiroho, liwe la biashara, liwe la kikazi. Yaani ukijigundua kwamba hapa nimeanguka, akili yako ianze kukwambia, muone fulani kimawazo atakusaidia, muone fulani kimaombi atakusaidia. Haraka fanya hivyo. Ndipo utakapokuwa salama. Sema amina. Amen. Sema amina. Mwambie yako pokea akili ya kutoka kwenye maanguko. Yaani kama mimi sitaki na siombe kwamba nianguke. Na msiniombe. Lakini ningeanguka siku ya pili break kwa mchungaji. Natubu. Vipi wanaume natubu? Kwa sababu hiyo ndio itakayonisaidia nisijione mwenye dhambi kupita mipaka. Lakini unatubia chumbani kila siku. Ndugu, dhambi hiyo unaishangaa ifutiki. Kila ukiniangalia vitu kiombo unaona hiyo inakuja wewe. Hamnya mwonaji na hapata hayo. Rafiki zangu muone hayo. Ninapataga. Lakini ukiwahi haraka inazimika kabisa kama mshumaa. Lakini unakaa nayo miaka miwili. Kila nikija kuhubiri hapa inakuchoma tena. Mchungaji kashaambiwa au? Mimi sijaambiwa bwana. Ni roho tu wanasema na wewe kwamba ulianguka mwaka jana. Anasema hivyo. Umeelewa? Sasa ukitaka kusema hiyo, inuka kwa haraka. Katika Luka sura ile ya 15
mstari wa, hebu tusome Luka 15. Tutasoma hiyo Luka, nyingine utasoma mwenyewe, sawa? Hii ni nzuri, very interesting. Hii ni nzuri, ngoja tuisome. Luka 15 mstari kuanzia wa 12. Luka 15 kuanzia mstari wa 12. Sikiliza hii. Biblia inasema, tuanzie mstari wa 11. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali iliyoniangukia. Akamgawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda ya vyakula ya nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Sasa sikiliza akili ya haraka. Alipozingatia moyoni mwake, mstari wa 17, akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Hiyo ndo akili ya haraka. Mwambie japo akili ya haraka. Mwambie mwingine akili ya haraka. Yaani kitu kimetokea tap ushapata akili. Hapo nasema njia nitakayofanya ni hii. Umeelewa? Biblia inasema akazingatia moyoni mwake, akatumia akili ya kwamba nitakuwa mjinga wakati ambapo maisha yameshafikia mwisho, alafu na baba yangu anaweza kuniinua tena, mimi naganda tu hapa naendelea kula pamoja na nguruwe. Mwambie jirani yako upate akili ya haraka. Upokee akili ya haraka. Akazingatia moyoni mwake, watumishi wangapi wa baba wanakula, wanasaza, na mimi nakufa hapa kwa njaa. Sikiliza hatua alizochukua sasa baada ya kuzingatia. Mstari wa 18 akasema, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa. Ni rahisi tu. Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Mstari wa 20. Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona. Alipomwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Sema urejesho. Sema urejesho. Akarejeshwa kirahisi. Akapewa nafasi yake tena ya uwana. Akarudishiwa tena urithi. Kumbuka huyu ni mtoto wa huyu baba. Na baba hajawahi kusema huyu mtoto simtaki. Lakini baba anajua huyu mtoto kaenda kutapanya mali kwa maisha ya uasherati. Na kama angekuwa hajazingatia maoni mwake, asingetumia akili ya haraka, angekufa kwa ukimwi huko. Angerudishiwa baba maiti. Kwa sababu kulikuwa hakuna mawasiliano ya simu. Hakuna watu wakwenda kumwambia baba, kule mwanao ana hali mbaya. Biblia inasema yeye mwenyewe kwa akili yake akazingatia kwenye moyo, akasema mimi nina baba, akasema mimi nina ndugu, akasema mimi nina wapendwa, akasema mimi nina mchungaji. Kwa nini nagalagala kwenye ujinga huu? Naomba sina amani. Nafunga sina amani. Nasherehekea sina amani. Kwa nini nikae hapa? Biblia inasema akajifunga kibwebwe, akasema baba, ninakuja, usinihesabu tena kama mtoto, nihesabu kama mtumishi. Nisikilize, mtoto katika nyumba hataitwa mtumishi. Ukirudi utaendelea kuwa mtoto. Ukirudi utaendelea kuwa mtendakazi. Ukirudi utaendelea kuwa mhudumu. Ukirudi utakaa kwenye nafasi ambayo Bwana amekuitia kwa jina la Yesu Kristo. Akatumia akili kwa haraka. Tunamwita mwana mpotevu, lakini akili yake ilibaki hata kama alipotea. Na iliporudi akili yake, akarudi kwa baba, akapokewa kwa haraka, mambo yakaisha. Sema amina. Mwambie jirani yako mambo yataisha. Mwambie mwingine mambo yataisha. Mwambie mwingine mambo yataisha. Namkumbuka Manase. Manase alikuwa ni mtu mwovu, aliyemchukiza sana Bwana. Alipopata shida katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura 33, andika. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 33 mstari wa 9 hadi 13. Maandiko yanasema wakati alipopitia kwenye shida Manase, akatumia akili ya haraka, akajinyenyekeza mbele za Mungu. Biblia inasema Mungu akamrehemu Manase. Mwambie jirani yako uwe na akili ya haraka. Mabaya yakikupata uwe na akili ya haraka.
Matatizo yakikupata uwe na akili ya haraka. Maovu yakikupata uwe na akili ya haraka. Usiwe na akili nzito, akili ambayo ina manga, haijui cha kufanya, haijui pa kwenda, inahangaika mpaka unajikuta sasa unazidi kukosea. Uwe na akili ya haraka. Unajua sisi hapa kanisani tunajitahidi kuwa na akili za haraka. Ukiona kidogo hapa pana fifia weka rangi kidogo. Hapa ile ni akili ya haraka. Na nyumbani kwako iwe hivyo. Usiwe na akili nzito mpaka anakuja jirani yako anakuambia yani rangi imebabuka namna hii ndugu yangu. Hii nyumba ilikuwa nzuri, hiyo akili yako nzito. Wanakuja mpaka nyumbani kwako sasa yani dada, hapa nyumbani kwako zamani palikuwa mazuri, palikuwa na maua mazuri. Yani yote yamekufa. Hiyo ni akili nzito. Mpaka watu wanakustua. Mambo ya Nyakati wa Pili 33 nimesema kuanzia mstari wa 9 hadi wa 13. Kwa kuwasaidia wale ambao wamechelewa kuandika. Usisubiri mpaka watu wanakustua. Hivi mbona tunakuona kama kiroho chako sasa hivi hakiko kama zamani, ile amshamsha maombi yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina. Mbona tuone amshamsha? Yaani mpaka ukustue. Wewe akili imekuwa tu. Zuzu si zuzu. Mpendo, tunakuona mnyonge, ukikaa kwenye kiti umejikunja, ukiinuka unaondoka hivi utafikiri bibi kizee, unaondoka hivi. Kwani mpendo una shida gani? Mwambie jirani yako na napokea akili ya wepesi. Mwambie mwenyewe napokea akili ya wepesi. Yaani hapa ni amsha. Yaani nilififia siku 2-3 baada ya Bwana kusema na mimi ujumbe huu. Sasa amsha inaanza Jumatano. Sema amina. Mwambie jirani amsha inaanza. Tatu na mwisho. Wapotezee au mpotezee adui anayetaja anguko lako na kukusonda vidole. Mpotezee. Mwambie jirani yako mpotezee. Mwambie mwingine mpotezee. Unajua kuna watu wanakuwa na muda mwingi wanahangaika, atasemaje? Mpotezee. Unampotezea kwa kusudi la kuinuka na kuanza upya. Katika Mika pale ambapo tulisoma, tutasoma tena kwa haraka. Mika sura ile ya Mika sura ya 7 mstari wa 8. Mika sura ya 7 mstari wa 8. Biblia inasema, Mika 7:8 anasema, usifurahi juu yangu, mpotezee huyo adui. Mwambie unapoteza muda. Mwambie mimi unaniona hivi utashangaa. Anasema, unajua mtu alikuwa na ujasiri, alipita kwenye shida nyingi, akasema hivi, wewe adui unafurahia nini? Wewe mpashukuna unafurahia nini? Mimi kukosea ndo unafurahia. Sasa utakiona cha mtema guru. Akawapotezea. Akasema, usifurahi juu yangu adui yangu, niangukapo nasimama tena. Kuna mtu anasimama. Amen. Nasema kuna mtoto anasimama. Amen. Kuna kijana anasimama. Amen. Kuna binti anasimama. Amen. Anasema nasimama tena. Narudi tena. Alipozingatia kwenye moyo wake, Biblia inasema, akasema ninarudi mpaka kwa baba yangu. Mwambie mtu fulani, narudi kwa mchungaji wangu kwa jina la Yesu. Narudi kwa baba yangu kwa jina la Yesu. Usifurahie. Na ukiendelea kufurahia, endelea kufurahia, kwa sababu sio muda mrefu nitakufunga mdomo. Kwa sababu nainuka sasa. Narudi kwenye viwango vyangu. Narudi kwenye nguvu yangu. Narudi kwenye neema yangu. Narudi kwenye upako wangu. Narudi kwenye kile kiwango ambacho nilikuwa nacho, na zaidi ya yote nakitafuta kiende juu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Nataka mtu wa kuinuka ambaye anasema mimi nainuka. Mimi nasimama. Maana ninajua hata kuna tumaini jipya kwa mtu uliokatwa. Sema amina. Amen. Nasema kuna tumaini kwa hasara ya biashara. Kuna tumaini kwa hasara ya kikazi. Kuna tumaini kwa hasara ya mapato. Sema amina. Amen. Maandiko mazuri ya katika Ayubu. Anasema usifurahie wewe adui yangu, kwa sababu nikikatwa nitainuka tena. Ayubu sura 24. Ayubu sura ya 24 mstari wa 22 mpaka 23. Ayubu sura ya 7 mstari wa 14. Muda utoshi kusoma maandiko matamu. Ayubu 22 mstari wa 29. Vitu vizuri, vitu vilivyokaa kineema. Nataka niombe leo. Mwambie jirani yako, hata kama nilikatwa sikung'olewa. Mwambie mwingine, hata kama nilikatwa sikung'olewa. Shina lipo. Niangalie ninavyochipuka sasa. Nachipuka. Sema nachipuka. Nachipuka.
kama ulikatwa, haukung'olewa. Nasema haukung'olewa. Nasema haukung'olewa. Sasa ni wakati wa kuchipuka kibiashara. Ni wakati wa kuchipuka kifedha. Ni wakati wa kuchipuka kikazi. Ni wakati wa kuchipuka kifamilia. Anasema mimi na watoto hawa, mimi na familia hii tutakuwa ishara na ajabu katika Israeli. Sema amina. Walisema tutaona, unakwenda kuchipuka tena kwa jina la Yesu Kristo. Maana lipo tumaini kwa mti uliokatwa. Sema amina. Nasema lipo tumaini. Nasema lipo tumaini. Kwa mti uliokatwa kuna tumaini. Kwa sababu au kung'olewa. Kwa hiyo utachipuka tena kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Sema amina. Utachipuka tena. Shetani apende asipende, utachipuka tena. Wapo watakaochipuka tena? Nauliza, wapo watakaochipuka tena? Au ndio umeng'olewa kabisa ndembe kifo cha mende? Haujang'olewa kwa jina la Yesu. Nasema haujang'olewa kwa jina la Yesu. Nasema haujang'olewa. Umeachwa ili uchipuke tena, na utakwenda kuishi kwa jina la Yesu. Hali yoyote ya mauti itakuachilia. Hali yoyote ya kifo itakuachilia. Hali yoyote ya upofu itakuachilia. Hali yoyote ya uziwi itakuachilia. Utakwenda kuchipuka tena kwa jina la Yesu. Nimekwambia utasoma kwa muda wako Zaburi Ayubu 24 mstari 22 mpaka 23, Ayubu 14 mstari wa 7 na Ayubu 22 mstari wa 29. Nasoma Ayubu 14:7. Anasema kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayata malizia koma. Anasema machipukizi yake hayata. Mwambie mtu fulani, maendeleo yangu hayana mipaka. Maendeleo yangu hayana mipaka. Na unapoambiwa omba kwa kumaanisha, unamwambia shetani maendeleo yangu hayana mipaka, mipango yangu haina mipaka. Anasema na machipukizi yake hayata koma. Pale uliposimama, pale uliposimama, na umwambie shetani, umwambie ibilisi, nia yako mbaya, kusudi lako baya kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye kazi yangu, kwenye huduma yangu, yoyote ambayo shetani unakusudia mabaya, leo ninakwenda kuinuka tena. Sema amina. Hebu njoo mbele za Bwana, chukua dakika moja. Umwambie Bwana, najua kwamba kibiashara nitainuka tena, kikazi nitainuka tena, kifamilia nitainuka tena, kihuduma nitainuka tena, kiroho nitainuka tena, kimaombi nitainuka tena, kwa kujitoa nitainuka tena. Nataka uinue dua mbele za Bwana. Nataka uinue dua mbele za Bwana, kwa sababu namuona kuna mtu anainuka kwa jina la Yesu. Namuona kuna mtu anainuka kwa jina la Yesu. Kuna dada anainuka, kuna binti anainuka, kuna baba anainuka, kuna binti anainuka, kuna mama anainuka, kuna kijana wa kiume anainuka kwa jina la Yesu Kristo. Anainuka kwa jina la Yesu Kristo. Anarudi katika ubora wake kiroho, anarudi katika ubora wake kwa maombi, anarudi katika ubora wake kiibada, anarudi katika ubora, anarudi katika ubora kwa jina la Yesu Kristo. Nataka uinuke siku ya leo, nataka uinuke tena siku ya leo. Na Bwana aliyesema kuna matumaini kwa mtu uliokatwa, maana machipukizi yake hayatakoma kwa jina la Yesu. Na tabiri juu ya mtu fulani, ujazo wa roho hautakoma, ujazo wa roho hautakoma, ujazo wa neno la hekima hautakoma, ujazo wa nguvu za Mungu hautakoma, ujazo wa kibiashara hautakoma, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unamwambia shetani nainuka tena, unamwambia ibilisi nainuka tena, unamwambia adui yako nainuka tena. Ujapofurahi, ujapofurahi, sasa nainuka kwa jina la Yesu, 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 kwa spidi mpya, kwa spidi mpya. Ninakuombea Bwana akupe akili, Bwana akupe akili. Kama mwana mpotevu akapata akili ya haraka, akasema watumishi wangapi wa baba yangu ambao wanakula, ambao wanasasa, na nilipo hapa na kufa kwa njaa, nitarudi kwa baba yangu na kumwambia nimekosa. Kama kuna dhambi itubie, kama kuna dhambi itubie, kama kuna dhambi itubie. Anasema nitarudi
kwa baba yangu na kumwambia nimekosa sana, sistahili kuitwa mwanao, nifanye sehemu ya watumwa. Baba alipomuona akamhurumia, baba alipomuona akafurahi, akamkumbatia, akamwangukia shingoni na akamleta katika nyumba. Maandiko yanasema akamvisha pete, akasema achinjwe mwanakondoo, akasema achinjwe mwanakondoo, andaliwe chakula kizuri. Unarejeshwa kiroho tena kwa jina la Yesu, unarejeshwa kiimani tena kwa jina la Yesu. Baada ya toba yenye nguvu, baada ya toba yenye nguvu, unaoshwa, unatakaswa na unajazwa Roho Mtakatifu, na unajazwa Roho Mtakatifu, na unajazwa Roho Mtakatifu. Baada ya zile hasara, baada ya zile hasara, baada ya yale maanguko, Jehova anakurudisha sasa kwenye faida zako, kwenye biashara zako, kwenye mipango yako. Unarudi kwa jina la Yesu, unarudi kwa jina la Yesu, unarudi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amina. Sema narudi. Sema narudi. 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 Narudi kutoka mbali, sasa narudi karibu. Nani anajua wimbo huo? Au wengi umetupotea? Unarudi. Nasema unarudi. Amen. Nasema unarudi. Amen. Kama uko hapa na unasema nataka kurudi kiroho, nataka kurudi kihuduma, sema Bwana Yesu, narudi katika hali yangu ya kiroho, narudi katika hali yangu ya huduma. Nilipokosea nisamehe, nilipokosea nisamehe. Damu yako Yesu inatosha kunirejesha kwa jina la Yesu. Amen. Unataka kurudi kibiashara na kazi, sema Bwana Yesu, tazama kibiashara, kifedha, tazama kikazi, kimapato nimeshuka na hata hazinitoshi, lakini sasa nataka kuinuka na mapato mapya, nataka kuinuka na akili mpya. Mungu unipandishe kifedha, kibiashara, kikazi, maana nimeamua kurudi. Nilipokosea kwenye zaka nisamehe, nilipokosea kwenye nadhiri nisamehe, nimerudi. Asante Yesu, maana adui yangu atafurahi tena, isipokuwa atasaga meno, maana nimeinuka, nimeinuka, nimeinuka. Asante Yesu, maana nimeinuka kwa jina la Yesu. Amen. Weka mikono miwili juu. Baba, asante kwa jina la Yesu. Watu wako wanainuka, watu wako wameinuka, na sio wanainuka, wameinuka kwa jina la Yesu. Wameinuka, wanaume wameinuka, vijana wameinuka, mabinti wameinuka, kina mama wameinuka, wanainuka tena kwa jina la Yesu. Wanainuka kiroho, wanainuka kihuduma, wanainuka kiroho, wanainuka kimaombi, wanainuka kibiashara, wanainuka kikazi, wanainuka kifedha, wanainuka kwa jina la Yesu, wanainuka kwa jina la Yesu, wanainuka kwa jina la Yesu. Ninakutabiria kuinuka kwako kutakuwa siku ya kawaida. Nasema kuinuka kwako kutakuwa siku ya kawaida. Ulikuwa kama mtoto ulikuwa unachelewa kutambaa, ulikuwa kama mtoto usijua cha kufanya, sasa Bwana akupe akili kwa jina la Yesu. Jehova akupe akili kwa jina la Yesu. Pokea akili ya haraka, pokea akili ya kuelewa, pokea akili ya kufahamu, na mambo yako yakafanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Mungu na wabariki watu wao kwa mibaraka mipya, kwa mibaraka ya Novemba, kwa mibaraka ya Desemba, kwa mibaraka ya mwaka 2021. Baraka za mwaka 2021 uanze kuzipata mwaka huu, uanze kuzipata mwezi huu, uanze kuzipata mwezi huu. Wala haitakuwa kwa wakati ule, ni kwa wakati huu, na ukiingia kule utakuwa umejaa baraka tele kwa jina la Yesu. Shetani anaonea wivu watu wa Mungu na kukemea, ibilisi anaonea wivu watu wa Mungu na kukemea. Maroho yote ya giza, ya kipepe, ya kishetani na yakatilia mbali kwa jina la Yesu. Shetani hautamgusa mtu, ibilisi hautamwangusha mtu. Nguvu ya Kristo iko juu yao. Kwa jina la Yesu tumeomba.